Mungu. Najua umesikia maneno mengi, taarifa nyingi, na yamkini umezitunza ndani ya moyo wako. Lakini kwa neema ya pekee jioni ya leo usikia neno la Baba wa roho hiyo. Amen. Uwe uko nyumbani, naweza kuchukua Biblia yako, na ninayekuja kuletea neno jioni ya leo naitwa mchungaji Stella Ngonela. Bwana ameniita kunena mema kwa wanadamu. Kwa hiyo nakusii, chukua Biblia yako, fungua ile Misali sura ya 11. Wewe uliye na Biblia, Misali sura ya 11 mstari ule wa 18 mpaka mstari ule wa 21. Neno la Mungu linasema, mtu mwovu hupata mshahara wa udanganyifu, apandaye haki ana thawabu ya hakika. Haki huelekea uzimani, afuataye maovu hufuata mauti yake mwenyewe. Wenye kuhalifu moyoni ni chukizo kwa Bwana, walio wakamilifu katika njia zao humpendeza. Hakika mtu mwovu atakosa adhabu, bali wazao wa wenye haki wataokoka. Haleluya! Ongeza kigelegele kwa Yesu kama nampenda jioni ya leo. Jumbe wangu jioni ya leo, afuataye uovu hufuata mauti yake mwenyewe. Kwa hiyo njoo kwa Yesu, usifuate mauti. Njoo kwa Yesu jioni ya leo, usifuate mauti yako mwenyewe. Na napozungumza hivi, kila mwanadamu chini ya mbingu ana mambo anayoyafuata rohoni. Nafsi yake inatembea na hayo, na yeye anayatenda hayo, na wakati mwingine anayapenda. Na haijalisha na dini au hana dini, ana mambo anayofuata, ana mambo anayotenda. Yeyote anayefuata uovu anafuata mauti ya roho yake milele. Kwenye uovu hakuna mema mwanadamu, na wengi wamedanganywa kwa ajili ya miili walionayo. Inawadanganya kama anafuata vitu vizuri. Sikiliza jioni ya leo, hata mzinzi anapokuwa na hawala wanapigana busu, anajua anaendea mambo mazuri. Mwili umemdanganya, wewe ni roho. Sikiliza, kila afuataye uovu hufuata mauti yake mwenyewe. Hawezi ukawa salama kwenye dhambi, hawezi ukawa salama hata kama danganya na huyo mwovu. Maana amesema mtu anayefuata uovu anafuata udanganyifu wake. Dhambi inadanganya, na imeongea na wanadamu wengi wamekaa chini ya dhambi wanaifuata. Inaongea nao, inawadanganya. Haijalishi amesoma elimu ya juu au hajui, dhambi inaongea naye mle. Fanya hivi, fanya hivi, ukifanya hivi itakuwa vizuri. Hata naiba, wizi unaongea mle, ukifanya hivi utafanikiwa. Utafanya hivi, utafanya hivi. Sawa, ukifanya hivi itakuwa hivi. Sawa shetani, sawa shetani. Wanadamu nafuata mauti yako. Hawezi kuwa salama kwenye dhambi. Yukaria hilo, ukija kwake dhambi inapiga saluti. Wanadamu nafuata haki, wanaendea uzima wa roho yako, ili ukamwone Baba wa roho. Iko neema jioni ya leo. Geuka mwanadamu, toka kwenye uovu ulionao. Mpaka lini uishi kwenye maisha ya uovu na imekudanganya dhambi? Maana naongea na wewe. Mmoja nilikuwa namshuhudia, ananiambia, unajua mchungaji, na shetani ana nguvu. Nikasema ni sahihi ulichoongea. Maana wewe toka uko tumboni mwa mama yako, mimba yenyewe alienda kwa mganga wa kienyeji. Alafu mganga akamdanganya, hii mimba ni mimi ya kufanya wewe upate mtoto. Kwa hiyo ulianza kunywa dawa, yani uko tumboni unanyeshwa madawa. Kwa alipotoka tumboni akapelekwa kwa mganga kunyoa nywele na kubebeshwa mahirizi kwenye mikono. Nadhani wewe ataona nani mwenye nguvu? Lazima aone shetani, maana toka tumboni anamfuata shetani. Sikiliza, kila afuataye uovu anafuata mauti yake mwenyewe.
na anachokifuata mtu ndiye anachokielewa. Nikasema wewe unaelewa kwamba shetani na nguvu, maana toka huko tumboni unamfuata shetani. Unamjua na Mungu wewe? Haumjui. Kwa hiyo huwezi kuelewa kwa Mungu ni mwenye nguvu wakati ndiye zitanda mbingu na nchi. Unapumua pumzi yake afu unasema shetani ana nguvu. Pumzi amekupa shetani. Unadhani kwa nini anajibu hivi? Dhambi inadanganya. Namna nalio hilo akiingia ndani ya moyo wako, mwanadamu anakuwa salama, nafsi yako inafuata haki ili uwe na uzima wa milele. Yuko Alfa Omega leo. Ukigeuka mwanadamu kumgeukia Baba wa roho, anafungwa fahamu zilizofungwa. Shetani amefunga fahamu za watu, wanamuelewa na nguvu, kwa sababu anaendesha maisha yao. Hebu fikiria, toka tumboni, mimba imewekwa tumboni, mganga anasema ni mimi nimekupa mimba umpate mtoto. Waganga watoto mnapata wapi? Pumzi ni ya Mungu, yeye ndiye anaunga mtoto tumboni, lakini wanaambia wanadamu mimi nimekupa mtoto. Unadhani huyo mtoto ataamini nani mwenye nguvu? Dhambi imemdanganya, hajui aliyemuumba. Anapumua pumzi ya Mungu, anafanya mambo ya shetani. Atamjua Mungu huyo? Iko neema Yesu mwana wa Mungu aliyeacha zina mbingu, mimi na wewe tuokolewe, tusifuate mauti tena, tugeuke na kumwendea Baba wa roho aliye hai. Yesu akiingia moyoni unaanza kufuata haki, unaacha umalaya. Hayo matamaa ulionayo wewe, hayo anaondoa hayo. Mtu akimkuta binti amevaa gauni ya kulalia, anaona kama ni nyama ya mbuzi. Nadhani uko salama wewe? Sasa sikiki anti dada na kufananisha ni malaya. Namfananisha hapo nataka kumtongoza. Toka Yesu okolewe leo. Toka kwenye uzinzi ulio nao. Shetani amekupindua akili. Tembea kichwa chini miguu juu. Akienda mke nyumbani anamuona kama kinyago. Hawa barabarani hao waliojinani kama nyanya, umejikwangua, ndio wamekumaliza wewe. Na ndio unaofuata. Kwenye simu umejaza hayo message ya umalaya. Toba cha uovu ulio nao. Toka kwenye mabaya ulio nayo. Kimshuhudia nasali, unasali unafuata nini? Mungu anataka usali au uache uovu. Mimi nasali, wengine asali, nimeokoka. Malaya umeokoka wewe? Unaelewa maana kuokoka? Yukalia hilo haweza kukoka ukawa salama. Bwana akiingia huyu mwanaume anakata kiu ya dhambi, anakata kiu ya umalaya, anakata kiu ya uzinzi, anakata kiu ya ulevi, anakata kiu ya bangi, sigara, mwiko kwake. Tunakuwa salama roho na mwili. Ulio unakuwa naye mmoja tu. Umekuwa rifisi wewe. Mawala na mke nani anaye? Na yule wa Mapiringa naye. Mwingine wa Dodoma alikutana kwenye gari. Mwingine siye kwa anaenda kwa mjomba akakutana naye malaya mwingine. Ndio maisha yako ulionayo. Tafuta hela zote ni kuhonga. Paka lini hayo maisha mwanadamu? Unasumbukia mauti. Utafuta hela unahonga afu hiyo ukaingia milele motoni. Tubu leo. Toka kwenye mauti ulionayo. Sio vibinti, sio wamama, sio vijana wa baba, wote wenye malaya. Ni mambo ya ajabu yanaendelea chini ya mbingu. Hata wazee na wenyewe wana mawala. Ni mambo ya ajabu dunia hii. Nilienda mji mmoja, ni vichekesho. Babu amekuja kwa mtoto wake baba. Ana babu pale, vijana wamekuwa. Amekuja na yeye hawala. Nimeleta bibi yenu. Paka lini hayo maisha mwanadamu? Tubu leo. Geuka leo. Neema ya Baba wa roho inakuita jioni ya leo. Toka kwenye mauti yako mwenyewe leo. Utaishi kwenye mauti mpaka lini? Umebaki na sali. Watu wengi saizi wamejiswaga kwenye dini. Yaani yeye ili aepuke na upagani anasema mimi nasali. Nina dini yangu. Mbona bado unafuata mauti? Una dini mbona unaloga? Una dini mbona una mganga Mapiringa? Dini imekusaidia nini? Mbona bado unazini mpendwa? Na Bwana asikiwa anataka uko na hawala. Hiyo mauti unaoifuata. Wengine akifyodoa hivi macho ameshaloga mwingine. Na praise team yumo anaimba chakutuma. Na hiyo
Wewe utumaini huo? Tubu mwanadamu, acha uovu ulionao. Wana nguvu ya giza hao wanaimba takutumaini, na hilo tumaini, hayo manguvu unayofuata na maelekezo nayo mwenyewe. Tubu kwenye mauti ulizo nazo. Amesema mtu anayefuata uovu anafuata udanganyifu. Mtu yeyote anayetembea na dhambi inamdanganya. Leo nimedanganya wengi. Hata mtu anapoiba anadanganywa, ni kama anafanya kitu cha maana. Hawa anafanya kazi serikalini, wanaitwa madili na namna mbalimbali. Anapokuwa anaiba pale, ni kama yuko kwenye mafanikio. Anaona kama amesitawi, anaona kama ana jambo zuri, wakati ana mauti. Anachokifanya sio sahihi kwa nafsi yake, na anaambiwa na dhambi, unaona hapa utatengeneza na ununue kiwanja ujenge wewe na kwako, ukitenga kanyumba kazuri, nunua na gari ya kutembelea. Hiyo hata siku za kuishi hapa kama mgeni hujui. Tumefugwa ukatoka kwenye udanganyifu wa dhambi. Mwanadamu haukuja na kitu, utatoka na kitu. Hata kama dhambi na kudanganya, iba upendavyo, siku naondoka, uondoki na kitu chochote zaidi ya yale matendo yako. Kila mtu ataenda na furushi. Una siku ngapi? Unakuwa kama yule mpumbavu eti kasema, sasa nimeivisha mazao, nataka nafsi yangu istarehe, nitaweka wapi? Magala yangu ni madogo, sasa napanua magala, niweke chakula cha kutosha, niwe na hazina. Akaanza kupanua kweli, panua kama ulivyo wewe. Panua magala, panua, kajaza, kafunga, weka safi. Usiku anaambiwa, mpumbavu wewe, roho yako naitaka. Hayo uliopanua magala na umewekeza yatakuwa ya nani? Hayo uliyotenda unaenda nayo, yalo umeacha. Anaitwa mpumbavu. Toka tubu, acha uovu mwanadamu. Toka kwenye udanganyifu wa dhambi. Dhambi ni mauti, dhambi ni jehanamu, wala ina mema juu yako. Unapofuata dhambi unamfuata shetani mwenyewe. Yaani tukitaja dhambi ni shetani ndani ya mwanadamu, na anayezungumza na yule mtu ili afanye kazi zake zile. Anaongea naye aone uzinzi kama mzuri. Kama ni binti anaoga, anajisepu, anapaka maunga, anafanyaje, anaongea naye. Hebu jiangalie, anarudia kwenye kioo, anajiangalia, ipisi zikoje. Anadanganywa, hata ipisi sio zako. Umajani unapita. Dhambi ni mauti. Tubu binti, acha uovu. Tubu, acha umalaya ulio nao. Mabinti wanazaa kama mbwa watoto, kila katoto kana baba yake. Lakini sio kama anazaa tu, dhambi inaongea naye. Anatafuta mahawala mpaka anasafiri, dhambi inaongea naye. Hata hawa watoto angalia kwamba hii mbona nimeacha hii ni danger. Hawa watoto hao itakuweje? Wakishakuwa baba watauliza ni nani? Atawaambia nani? Hajiulizi hayo. Ana watoto na wanaume 5, wengine akutana nao mnadani, wengine kwenye gari, wengine kwa shangazi si wengine kwa nani, anaturundika kwa mama yake. Tubu, acha uovu ulio nao. Toka kwenye mabaya hayo. Hiyo laana mpaka kwa watoto. Nani atamsomesha huyo mtoto eti? Wiki tu iliyopita hiyo amekuja kijana hapa, yaani mpaka unamhurumia alivyo. Anasema, mchungaji, mama yangu amenizaa akiwa darasa la 4. Darasa la 4, shule ya msingi. Anasema sasa nimekuwa, tumezaliwa 3. Alinizaa mimi, akazaa wengine tena, kila mtu na baba yake. Mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Darasa la 4 alibeba mimba, akazaa mtoto wa kiume. Mtoto amekuwa, anataka kuanza shule, haelewi baba ni nani. Sasa ikafika hatua mtoto anauliza, baba ni nani? Maana yuko kwa bibi. Mama anasema labda atakuwa ni yule. Malaya uliopitiliza. Mtoto ngeje, nimekuja kuuliza labda wewe mama amesema ni baba yangu. Wewe sio mwanangu. Mama amenikataa yule. Yaani mtoto anahadisia mwenyewe. Mama akasema sasa kama umekataa huyo, labda atakuwa ni yule. Umalaya, wamalaya, tubu. Acha dhambi mwanadamu. Acha mabaya. Hiyo laana mpaka kwenye uzao.
Mtoto yeye ameshinda hata kusoma shule ameacha. Hawezi kujisomesha. Alikuja hapa amekonda, hata kula ni shida. Mama yake yupo na baba yake yupo, ila hajui baba. Akaenda kwa baba wa pili aliyomuonyesha. Si wanakuwa ameingiza kamimba, tena anatafuta wengine. Jem. Yaani wewe. Nikukumbuka Jem, mume wako. Hata mbwa ana akili kuliko wewe. Mbwa akiwa na mimba hataki jike. Hata kuku akiatamia hataki jogoo. Mwanadamu umepitwa na jogoo na kuku. Paka lini maisha hayo? Taubu acha uovu ulionao. Taubu acha mabaya. Anazaa mtoto aelewita baba yake ni yupi. Maana alikuwa changanya. Ni kazi. Mtoto akaenda baba wa pili. Mama amesema wewe ndio baba yangu, natafuta baba. Wewe sio mwanangu. Anarudi mama, amekataa na yule. Mama mimi nataka baba. Eleza umalaya wako. Useme ni kwa malaya. Nilikuwa napitia mimi wengi tu. Ili uonekane wewe kwamba uko malaya kushinda kuku. Bata wana akili kuliko mwanadamu alipofikia. Taubu acha uovu mwanadamu. Taubu acha njia mbaya hizo. Paka uzao wako utakuwa chini ya laana. Bibi anaweza kusomesha mtoto kweli? Ni kazi yake bibi. Bibi amezeeka, anunue kaptura shule kweli? Mtoto anasema niko anaanza la kwanza. Anaenda anafanya kibarua, akanunue daftari. Amefika mpaka la 7, anafanya kibarua, anunue daftari, anunue kaptura imechanika kama ashone na mkono, anaenda hivyo shuleni. Kwanza form 1 akakafaulu kana akili. Ikawa ngumu. Nitafute baba. Mama mimi nataka baba yangu. Mama malaya kama wewe ulivyo malaya. Taubu acha uovu mwanadamu. Kila anayefuata uovu afuata mauti yake mwenyewe. Na huwezi kuwa salama. Uko chini ya laana. Yuko mwanaume mmoja aliyesema amekwisha msalabani. Mwanadamu okolewe, aligongomea kwa msalabani. Maana imeandikwa, amelaaniwa mtu anayeandikwa mtini. Alichukua laana zako na zangu. Mfuate huyo leo. Toka kwenye uovu ulionao. Eka lini kwenye uovu? Baba wa pili amemkataa. Kumuuliza mamake, asema labda kamuulize na yule. Yaani sasa ameanza kusonta mama naye aliyokuwa anatembea nao. Mtoto ameenda mpaka wa baba watatu. Anasema mwingine huyu nikuta mtoto wake tunafanana, mimi nasema labda atanikubali. Tumefanana. Nafika pale mama amenituma wewe eti ni babangu. Sikujui mimi, sio mwanangu. Toka. Mtoto anaelea. Hana mwelekeo, hana msaada kwa ajili ya umalaya ulionao. Kwa ajili ya uzinzi, kwa ajili ya uovu mwanadamu. Geuka leo, taubu acha uovu ulionao. Geuka acha mabaya mwanadamu. Kila katoto kana baba. Na baba hata hamjui kumbe. Paka lini haya maisha? Na dhambi wakati wewe ulikuwa unamdanganya amechanua. Unajua akiwa kwenye dhambi mtu inamfanya wande. Hata mchawi, wachawi wanadharau mno. Anamloga mtu mle ndani anawanda kama nimemkomoa. Nimemkomoa. Anaweza kumtamkia hata mazala mtu kwamba maisha yake na yaharibu. Asiende kokote na kile anachofanya kisielekee. Hapa anawanda mle ndani kama nimemharibia hata kwenda kokote. Uko mwanadamu. Hayo unayofanya hayo unayoendea hayo, hiyo ni mauti yako mwenyewe. Unasema unamkomoa, unajikomoa. Wewe umefugwa tu. Pumzi hiyo ni ya Mungu. Heri ungetubu leo. Acha uchawi ulionao. Acha kazi mbovu. Acha kuonea wengine. Toka kwenye uovu mwanadamu. Unasema umemkomoa Mungu aliyemweka mtu wake. Wewe umewekwa na Mungu komoa wengine. Na jini nayo. Kusali ni wa kwanza huyo. Huko analoga. Taubu acha uchawi. Taubu aganga acha kazi mbovu. Tadanganya na dhambi mpaka lini? Mtawa ni kama naona anawanda, ana mafanikio. Akikomoa mwingine, wewe una hela, unashangaa hela zinapokutika tu, yeye anaiba kwa namna yake kwa madawa. Anaona kama mimi nina nguvu ya kuwakomoa wengine. Hakuna mwanadamu mwenye nguvu ya kujiweka hapa. Tumewekwa pumzi za pumua Mungu wote. Toba acha uovu ulionao. Toka kwenye njia ambayo ulizo nazo.
Paka lini kukaa kwenye hayo? Ukimwangalia huyo Yesu anayefanya hayo, muangalie maisha alionayo. Ndio one shetani jinsi anavyodanganya watu. Ukimwangalia maisha na yale mambo anafanya wengine, yeye mwenyewe amepasuka magamba, hata naye imechanika, lakini anaiba vyakula vya wengine. Ukimkuta afua mashuka na anaia kama masepe ya jalani. Toba cha uchawi ulionao. Toka kwenye udanganyifu wa dhambi. Unaweza nini dhambi na mdanganya? Hii inakulinda. Sio unaona unavyowakomoa wengine. Yaani utakuwa hivi, utakuwa hivi. Hakuna mafanikio kwa waovu. Na unatendewa hivyo na wachawi. Njoo kwa Yesu okolewe. Taa upane leo. Taa ukatubu, acha uovu. Haleluya. Dhambi inadanganya. Kila anayefuata uovu anafuata udanganyifu wake mwenyewe. Dhambi inaongea. Hata shetani siku zote anaongea na mtu anazungumza naye. Unadhani kuna mtu anachoa unaloga? Hamna. Hakuna anayejua. Unapologa atakupa shahidi. Anaongea naye zaidi. Kwani tukiloga ukamtendea mjeuri, atakupeleka mwenyekiti kwa kitongoji, sitamwambia lete shahidi. Sio unaona dhambi inavyokudanganya? Kwani yupo shahidi mwaminifu wa roho za wanadamu. Yeye hahitaji mashahidi, yeye mwenyewe ni shahidi. Ndio maana macho yake anaangalia hivi. Kila mwanadamu anachowaza na kutenda anaangalia hivi dunia nzima. Utajificha kwa huyo? Utataka mashahidi kwa Muumbaji? Utaripoti na furusho ulio nalo. Yeye mwenyewe ni shahidi mwaminifu. Toba, toka kwenye huo udanganyifu. Hata wanaoingia makanisani anaingia na uchawi, anasema kwani nani amekuona? Wewe endelee kuloga tu. Hakuna anayekujua. Endelea tu. Fanyaga tu wewe, maana wewe umefichika. Yupo ambaye hafichiki. Wanadamu tumewekwa. Pumzi ni zake, nafsi ni zake. Na Baba wa roho anaangalia kila roho ya mwanadamu. Kila siku, kila dakika, kila siku. Unatenda nini? Unawaza nini? Ni mambo gani umeweka moyoni? Wanadamu kweli hawezi kujua. Ndio maana unaweza kuwa na mume wako. Wewe mke ni mchawi, mume hajui. Mume anaweza kuwa mchawi, mke hajui. Lakini sio Mungu Muumbaji. Unaweza kuwa mko na hawala, mume wako hajui. Wakishika hizi simu wote kila mtu anachati. Mla alivyo save, amesave Uncle John, kumbe ni malaya. Ni hawala yake. Mume hajui, lakini yupo ajuaye siri za wanadamu. Ipo siku ya kufunuliwa siri za wanadamu chini ya mbingu. Heri ukitubu kutoka kwenye uovu ulionao. Toka kwenye udanganyifu wa dhambi mwanadamu. Tadanganya hivyo mpaka lini? Yaani wamekaa sebuleni hivi. Huyu anatuma message kwa hawala, nyididi. Na huyu nyididi. Na huyu hapa anatuma za kwake. Hakuna anayemjua mwenzake kwamba anamtumia hawala. Wako sebuleni, mume na mke. Kila mtu anatuma za kwake. Kitaka niende mjini mara moja na shida, ndio anaenda kukutana na hawala hivyo. Haelewi mke, sio Mungu wa mbinguni. Toka kwenye huo udanganyifu. Acha dhambi. Geuka leo. Mwende aliyesema amekwisha msalabani. Yu hai jioni ya leo. Haweza kukuokoa. Binti ukawa salama. Kijana ukawa salama. Baba ukawa salama. Salama yetu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kila anayefuata uovu anafuata mauti yake mwenyewe. Siku kiondoka, mwili na roho vinavyotengana, mtu anaenda na furushi lake. Ulifuata nini? Upewe ijara. Upewe mshahara. Hata wewe unanisikia hapa, unaelewa unayofuata. Hayo yana mshahara. Utalipwa tena bila nini? Upendeleo. Kila mtu atakumpa sawa sana haki yake. Hana upendeleo. Ndio maana amesema anayefuata haki anaelekea uzima. Kwa aliyefuata haki atapata mshahara wa uzima. Aliyefuata uovu atapata mshahara wa mauti. Wewe unafuata nini mpendwa? Mwingine ta Bwana asifiwe, tunapeana. Na moyo wako ni shahidi. Unafuata nini? Je, unafuata haki wewe? Na Bwana asifiwe, usipopewa unanuna. Kanisa sijaokoka. Bwana asifiwe. Haikuletei wokovu wala haiwezi kupeleka kwenye mauti. Yale unayoyatenda ni ya nani? Bwana asifiwe, si salamu tu. Mazinzi, Bwana asifiwe. Haleluya mpendwa. Hukuku analoga. Mambo unayoyatenda ni ya nani? Mungu hayuko kwenye Bwana asifiwe. Yuko kwenye neno.
Unafuata mambo ya nani? Je, unafuata haki na moyo ni shahidi? Ni mambo gani unayofuata mpendo? Toka asubuhi kuna mambo umeyatenda, ni ya nani? Wengine wameshikilia maneno ya waganga wa kienyeji, ni kutembea nayo kila siku. Ameniambia hii ni dawa ya kuweka kwenye gego, hii ya kuoga mikosi, hii. Utakuwa unatembea na kufuata masauti ya waganga wanaokufa, na wenyewe ni wanadamu tu hao. Yeye kutoa kwenye mauti, yeye kuokoa hayo. Wakati wenyewe nitakaa okolewe. Mganga atakaa okolewe, acha hayo masamba. Arudi kwa Mungu aliyemuumba, na wewe ndio unamuita Mungu tena. Tubu leo. Geuka leo. Rejea kwa Baba wa roho, amejaa neema na rehema kwa wanaotubu na kugairi njia mbaya. Jioni ya leo iko neema yake imefunuliwa. Tubu mama, acha njia mbaya. Acha mambo unayofuata kinyume na kweli. Acha mawazo mabaya. Utaishi nayo mpaka lini? Ya kuotea wengine. Kulikuwa na mama moja Mbeya mpaka tulikuwa tunamuogopa wote. Yule mama hata kama umebeba mtoto, ukipita kwake amesharusha kwa mtoto tunguri. Utafika na mtoto nyumbani analia hatari. Umepita kwa huyo. Kuna watu hata kwenye mitaa wanajulikana kwamba huyu ni hatari kwa ajili ya kutesa wengine. Na anawanda na yeye na wakomoa. Unaweza kumkomoa aliyemweka Mungu. Wewe mwenyewe umewekwa. Tubu, acha uovu ulionao. Leta matunguli haya chomwe moto. Toka kwenye kazi za ibilisi jioni ya leo. Tafanya kazi za shetani, wewe ni wa Mungu. Mwisho wake ni nini? Yeye anafyodoa hivi macho zake ameangalia. Yeye anaelewa ishara zake, ndio ametuma mazao. Si ndio wewe ulivyo? Geuka, tubu, acha hizo njia. Acha huo uovu. Funua hiyo nguvu, tubu leo. Na moyo tulionao mazagazaga tunayachoma peupe. Shetani kumpa talaka zake zote na pete zake ni mchana. Tena unapoamua kuacha kufuata uovu, hakuna kuweka siri. Umezindika lijumba tunachimbua. Kwamba jamani zindika hapa. Jamani mimi nilikuwa nayo haya mengine mapembe. Haya nilikuwa na kazi ya kufanya hivi. Ya choma yote nifuata haya. Sitaki sasa niambatana kumbe ni mauti. Peupe. Tubu mwanadamu, geuka leo. Acha maigizo ulionayo. Saa hizo walokole wamejaa kwenye makanisa marefu kama treni. Humo mazinzi, matawi, mamalaya. Wanatoa mimba kila leo, wana flash. Hawa praise team. Unadhani Mungu yuko kwenye maigizo kwenye Bwana asifiwe? Hawa praise team yuko kwenye neno. Hayumo. Toka, tubu, acha njia mbaya leo. Toka kwenye mabaya ulionayo. Tadanganya na shetani mpaka lini? Anawadanganya hivyo, wanasema wanamsifu Mungu wakati wanafanya mambo ya shetani. Hivi malaya unamsifu Mungu kweli? Anasifiwa na ovu. Amesema niondoleeni kelele sema. Yeye anataka utakatifu. Anasema watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora. Ndio ninaopendezwa. Wewe ukoje? Mambo unayofuata tunayajua. Tubu jioni ya leo. Geuka leo. Mkatae huyo anayekudanganya leo. Shetani anaongea na watu, hata mtu akipigwa kofi anasema unaona hivi kuzarau. Hii ni zarau. Mrudishie. Na nini mtukane kabisa. Eti shetani anaanza kufurumua matusi. Mtukana mwingine na kumuotea. Nini shetani anaongea mle ndani? Anamdanganya. Sasa wewe baada ya kutukana na kumfanyia madhara, ndio umepata faida gani? Kwa shetani akikaa ndani ya mioyo ya wanadamu, yana anawatumikisha na kuwabebesha mizigo, hapo mtu anajua anachofanya sawa. Ni haki yako hayo kweli? Na unajua sio haki yako. Hata mama kinuna ndani siku 2-3, wakati mwingine ndani hukumu inakuja tena. Huko amenuna, anaanza kusema labda nimsamehe tu, nianze kuongea naye. Ninamkamata tena ile nguvu. Nyamaza tu, achana naye. Eti shetani kwani nini? Kwani baba yako huyu? Si mwanamume tumekutana na meno 32. Chana na hiyo sauti ni pepo kabisa naongea naye ndani. Unajua hapo ni anaanza kuvunja mji. Tubu, acha uovu. Tubu jioni ya leo mama. Acha udanganyifu wa dhambi ndani yako. Tabadilisha wanaume mpaka lini? Unajianika ni mihoka wewe? Umekuwa mbute.
pu. Mwanaume umebadilisha. Wewe mwenyewe ni shahidi. Mwanaume hao ndio ameenda anakaa miezi 8 mingapi, mimi nimechoka, asinisumbue, tapata mume mwingine. Huyu sio bahati yangu. Mapepo yamejaa. Bahati yako ni yupi? Tubu leo, rejea kwa Mungu aliyekuumba. Acha hayo maisha ya uovu hayo. Acha mabaya. Taishi kwenye laana mpaka lini? Hayo maisha ni laana. Wewe unageuza wanaume na unafurahia hayo maisha. Hakuna anayefurahia hayo maisha kuishi hivi. Lakini unayaishi. Kwa nini? Una Mungu ndani. Shetani anakudanganya. Unaishi maisha ambayo sio yako. Yukaria hai leo haweza kukoka, anasamehe, anafuta uovu, atarudisha heshima yako, amejaa neema na rehema kwa wanaotubu na kugairi. Haleluya. Acha udanganyifu wa dhambi. Hata wafanya biashara wamedanganywa mno. Ukiingia kwenye maduka, hela za zamani, si hela gani? Na anaambiwa hii inatunza hela. Ukiweka hii hela zako haziwezi kuibiwa. Sasa wewe ufalme mmoja utafitinika. Hayo mafunuo ni ya shetani. Na anayeiba ni shetani. Hivi inawezekana ufalme mmoja ufitinike kweli? Yaani huyo mganga amuelekeze mtu kumuibia Mungu mtu hela. Huyo mganga tena akuelekeze wewe kutunza hela. Inawezekana? Sio kweli. Ni udanganyifu, ni nguvu na muendesha wanadamu chini ya mbingu kwa sababu hana Mungu. Ana dini tu. Tubu leo. Acha njia mbaya. Rejea leo. Amesema mtu anayeharifu moyoni ni machukizo mbele za Bwana. Ndani ya mioyo watu wamejaa uharibifu. Mtu hana Mungu. Amejaa hila mabaya kuotea. Yaani anaweza kawa anatamka kama wachawi wanaloga kwenye mawazo mtu. Akikaa hivi anawaza mabaya juu ya mtu ndiye atuma mabaya hivi. Niko naongea na mtu mmoja, Mungu akasema mimi mchungaji nilikuwa nikikutana na mtu yote, awe kijana, ubaba, umama, binti, akipita bila kunisalimia, hata kama ana basikeli, nasema sasa mawazo yanakuja, mwambie huko akagongwe na gari, mwambie huko akapata ajali, anasahau kwa nini haja kusalimia. Jamani, hivi wewe watu wote wakusalimia njaa, nani? Mambo ya ajabu kwa kweli. Kuna nguvu mengine ya ajabu. Paka nini hayo maisha? Yetu amfahamu wanapishana hivi, akapita hajamsalimia, ikapata ajali ife huko. Lianguke na hiyo pikipiki. Ukaona kwenda kupanda gari huko, apate ajali njiani. Na ni kweli nimekuta yale mapepo yanampa taarifa kwamba tayari imeenda hiyo risasi hiyo tu. Mwanadamu ishi na maisha hayo kweli? Funua manguvu hayo na tubu. Acha njia mbaya. Acha mauaji. Umeua wengi. Tubu jioni leo. Geuka leo. Rejea leo. Tubu, acha njia hizo mbaya. Umeua watu wengi. Wewe fikiria ungetamka hapo anapata ishara kwamba hilo limeenda bomu. Unatuma bomu ya kuua wengine. No, koka leo. Sasa ukiwa na Yesu utatumia mabomu haya yanaingia. Hapana uchawi wala uganga juu ya Yakobo, juu ya Israeli. Yako matendo makuu ya Mungu. Tuko salama ni ndani ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Tunakaa ngomeni mwake, ni salama salimini. Anaitwa ni ngome imara. Ukiingia ndani yake, mishale ikirushwa kama hiyo haingii. Analogwa Mungu. Na anaweza kumloga huyo? Bahari yenyewe ilimuogopa. Kama umemkubali huyo moyoni, hakuna uchawi wala uganga juu yake. Yako matendo makuu ya Mungu. Yaani alifika yeye bahari ya Shamu akasema tunakutii. Sasa tunakuheshimu. Sasa umesema tutoe njia. Haya, tuko tayari. Maji yakaanza kujikusanya. Hata kama mwanadamu na kiburi, maji yalimtii Mungu. Yakaanza kuacha njia hizo ili wavuke pakavu. Yenyewe tu yanajikunja yenyewe. Yakaacha njia pakavu, sio kwenye tope. Alitembea juu ya maji, simba kabila wa Yuda. Maji akasema wewe hatuwezi kuzamisha, tunakujua, tunakuheshimu. Kwenye maji anatembea kama nchi kavu. Wewe naye huyo moyoni si uko salama? Salimini. Akikaa mwanaume huyu moyoni ni salama, salimini ndani yake. Tuko salama. Roho na mwili ndani ya Yesu aliye hai. Mtake huyo jioni ya leo. Pokea Yesu leo.
aingie ndani ya moyo wako, ili ukafuate haki, uelekee uzima wa milele. Katende ya Baba wa roho, ili ende mema milele, kwake yako maisha milele, kwa wale waliokubali kumfuata. Sio maigizo, sio maigizo. Anaamua moyoni kwa sitaki sasa kutembea na uovu, namtaka Yesu tu moyoni, ili aniendeshe kwenye haki, aniendeshe kwenye njia ya kweli, nitembee kwenye njia ya uzima, nitembee kwenye kweli yote. Yesu ingia moyoni, anaingia huyu mwanaume kikao, uko salama roho na mwili. Maana amesema kila mtu atakayekubali kukaa kwenye neno lake anakuwa mwanafunzi wake. Anapotaifahamu kweli, kweli tamweka. Wewe ukoje? Umekaa kwenye neno wewe? Mbona umekaa kwenye maneno ya waganga? Mbona umekaa kwenye maneno ya dini? Mbona umekaa kwenye maneno ya ukoo? Wala yana wokovu wanaosioko. Yukolo hariyo milele haweza kukuokoa ukawa salama mwanadamu. Ukija kwako unatembea na neno lake linakaa moyoni, unalifuata. Huko ndio kufuata haki. Haki ya roho ya mwanadamu ni kutekeleza maagizo ya mwenye roho. Wewe ukoje? Umebeba masamba ya ukoo? Bwana asifiwe. Bwana yupi? Bwana miti? Mbona umebeba masamba? Mbona na miungu ya ukoo? Mbona na manguvu ya giza? Bwana yupo naye msifu? Bwana nyuki? Taubu acha uovu ulionao. Taubu acha hayo masamba. Taubu acha nguvu za giza. Mwanadamu umeumbwa na Mungu, unaficha manguvu ya giza moyoni. Ya nini? Hata yana faida. Ni mauti hiyo. Maana rekodi za kimbingu zinachukua kila unachokitenda. Uachane leo na mwili, yani unaenda mahali salama, yani sahihi. Hakosei. Hakosei. Mfalme wa wafalme hakosei. Ni mwaminifu kumlipa kila mmoja sawa sawa na aliyoyafuata na kuyatenda. Kwa hiyo anaambatana naye. Wewe ukoje? Tubu leo. Geuka leo. Sema amen. Simama kwa miguu miwili. Mungu aliyokupa hiyo kwa muda mchache, na amini amesema nawe. Sikubali jioni ya leo kufuata uovu. Toka kwenye uovu uliokuwa unaoendea, ili uifuate haki, uelekee uzima wa roho yako. Ni kufanya maamuzi moyoni. Wewe mwenyewe unayo maamuzi. Na ndio maana shetani anavyodanganya watu ndani ya mioyo, anakubaliana nao. Kuna maamuzi ya kusema sitaki udanganyifu wako tena, nataka nimfuate aliyeniumba. Haya hamna. Kifanya hivyo utakuwa umefanya vizuri, na itakuwa ni heri kwako, maana na maamuzi yenye usalama. Sogea karibu na jukwaa. Wewe uliyeko uko sogea. Taka tuombe wote jioni ya leo. Na mafundi ni vizuri na nyie mkisogea. Kama upo unataka jioni ya leo fanye maamuzi ya kuacha kufuata uovu, itakuwa ni jambo zuri. Fumba macho kumheshimu Mungu. Niombe na wewe. Kama uko mbali, sauti inasikia, fumba macho kumheshimu Mungu. Niombe na wewe jioni ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, jioni ya leo mesema na umbaji wako, kila fuataye uovu anafuata mauti yake, anayefuata haki anaelekea uzima wa roho yake. Jehova Mungu mkuu, Baba wa neema na rehema, mesema na baba yule, kijana binti yule, mama mtoto yule, isibitishe neno kwa kila aliyelipokea moyoni na kuliamini, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nani umesema Jehova, wataamini wasipohubiriwa? Niko ambaye niko, maana chanzo cha imani ni kusikia, nako uko kusikia huja kwa neno la Kristo, na neno lako umelituma leo. Nilete imani ndani ya kijana yule, mama baba yule. Jehova, lithibitishe neno kwa jina la Bwana aliye hai.
Mesema haliwezi kurudia wewe bure. Tatimiza mapenzi yake. Fungua kwa wengi kwa neno hili. Ponya Baba wa neema na rehema. Hizi roho ni umbaji wako. Asiweka nende mauti tena. Eje kuiende haki kwa kukupokea wewe moyoni, ili aende uzima wa roho yake. Funga nguvu kinyume na kweli. Funga roho za uchawi na uganga na boma madhabahu za kuzimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Natamka neema na okoa wanadamu. Kafunuliwe kwa moja moja. Kimwokoa na kumfungua leo kutoka kwenye vifungo. Mungu mkuu Baba, pokea utukufu na heshima, maana umetenda utukuzwe, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu kiomba na kushukuru. Wote tuseme amen.